Assalamu alaikum Waislamu wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nimekuletea habari kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea huko maeneo ya mashariki mwa Kongo, ambako M23 wamezunguka Kongo mashariki na kuendelea kufanya mauaji yasiyokuwa na lazima, wakidai kuwa wanataka usawa na sio ubaguzi wa makabila. Hasi hawa M23 wanaoongozwa na Nangaa, Corneille Nangaa kama mkuu wao, ambaye ni Mkongomani ila ameamua kuungana nao ili kufanikisha kile ambacho wanakihitaji. Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo watu 9 wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na watu wengine ambao umoja huo unasema wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea nchini Kongo, ambapo umoja huo umesema wanajeshi wawili wa Rwanda waliowekewa vikwazo waliongoza majeshi ya Rwanda kusaidia waasi wa M23 nchini. Umoja wa Ulaya umesema vikwazo hivyo vinahusu wanajeshi wa Rwanda ambao ni Meja Jenerali Ruki Karusise maarufu Rocky, aliyekuwa kamanda wa kikosi maalum, lakini aliondolewa katika wadhifa huo wiki iliyopita na kurudishwa makao makuu ya jeshi, na maafisa wengine wawili wa jeshi akiwemo Meja Jenerali Eugenie Nkubito na Brigadier Generali Pascal Muhizi ambao waliongoza majeshi ya Rwanda kuwasaidia M23. Kwa upande wa waasi wa M23 waliowekewa vikwazo ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo Bertrand Bisimwa, Kanali John Zenze ambaye ni msimamizi wa idara ya ujasusi, na Kanali Joseph Bahati Musanga anayejulikana kama Kanali Bahati Erasto, aliyeteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini, lakini pia ni mshauri wa Jenerali Sultani Makenga ambaye anaongoza jeshi la M23. Wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Kongo wanaohudumu chini ya waasi wa M23 na wengine kutoka Rwanda, akiwemo Francis Kamanzi, mkuu wa bodi ya migodi, petroli na gesi ya Rwanda, huku pia kampuni ya Gisabo Gold Refinery ya mjini Kigali inayochimba na kusafisha dhahabu nayo ikiwekewa vikwazo, ambapo Umoja wa Ulaya umesema kampuni hiyo inajihusisha na biashara haramu ya madini hususan dhahabu. Itakumbukwa Umoja wa Mataifa hivi karibuni ulisema Rwanda imetuma wanajeshi 4,000 nchini Kongo, lakini serikali ya Rwanda inakanusha kuhusika na vita hivyo, ikisema tu kwamba inachukua hatua za kulinda nchi kutokana na hatari za kivita. Mtangazaji wako ni William Ebisampewi Latan aka Mane Magnet Alekut Baba Sita. Take me to the moon, let me have some space. Tufuatilie Mifa TV kwa taarifa mbalimbali, burudani na michezo. Mifa TV.